Takribani watu 90 wamefariki dunia huku wengine 12 wakiwa hawajulikani walipo baada ya mvua kubwa kunyesha kwa muda wa siku kadhaa nchini Vietnam na kusababisha mafuriko makubwa pamoja na maporomoko ya ardhi. Mvua hizo zimeathiri mikoa kadhaa zikiangusha makazi, kusomba mali za wananchi na kuharibu miundombinu muhimu kama barabara, madaraja na mashamba. Serikali ya Vietnam imeripoti uharibifu mkubwa katika makazi ya watu ambapo zaidi ya nyumba 100,000 zimeharibiwa au kujaa maji. Mifugo zaidi ya milioni 3 imepotea, hali ambayo inaongeza hatari ya uhaba wa chakula na madhara ya kiuchumi kwa kaya zinazotegemea ufugaji na kilimo. Maeneo ya vijijini yameripotiwa kuathirika zaidi kutokana na kasi ya maji na udhaifu wa miundombinu ya kujikinga na mafuriko. Tathmini za awali zinaonyesha kuwa madhara ya mafuriko haya yamefikia kiwango cha mamilioni ya pound, yakijumuisha uharibifu wa mashamba ya mpunga, miundombinu ya umeme, visima na huduma nyingine muhimu. Katika baadhi ya maeneo, wakazi wamelazimika kupanda juu ya paa za nyumba zao wakisubiri kuokolewa, huku wengine mawasiliano yakikatika kutokana na kuanguka kwa minara ya simu na kukatika kwa umeme. Vikosi vya jeshi na polisi vimepelekwa kwenye maeneo yaliyoathirika vibaya zaidi ili kusaidia shughuli za uokoaji. Uhamishaji wa watu walio hatarini na utoaji wa misaada ya dharura kama chakula, maji safi na huduma za afya zimetolewa. Mashirika ya misaada ya ndani na kimataifa pia yameanza kupeleka vifaa vya msaada wa kibinadamu, huku serikali ikitaka wananchi kuchukua tahadhari zaidi kutokana na uwezekano wa mvua kuendelea kunyesha katika baadhi ya mikoa.